Watu 9 wameweza kupoteza maisha na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa, wakiwemo watoto 6 kutoka na shambulizi kubwa la kombora na ndege zisizo na rubani za Urusi katika mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kyiv usiku wa Aprili 24. Maafisa kutoka nchini Ukraine wameweza kuripoti hivyo. Duru ya milipuko iliweza kutokea huko jiji la Kyiv karibu majira ya saa 1 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine siku ya leo, ambako pia kulingana na mwandishi wa habari wa shirika la habari la Kyiv Independent amesema ya kuwa milipuko ya ziada ilisikika baadaye karibu majira ya saa 4 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine. Urusi iliweza kurusha ndege zisizo na rubani pamoja na makombora ya kuongozwa ya ballistic kwenye mji mkuu wa Ukraine. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv umeweza kusema hivyo, ambako takriban watu 42 wameweza kulazwa hospitalini. Idara ya huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine ilisema na kuongeza kuwa operation ya uokoaji bado inaendelea kuokoa wahasiriwa wote waliokwama kwenye vifusi. Hivyo basi pia huenda idadi ya vifo au majeruhi huenda ikaongezeka zaidi kadri pia ambavyo uokoaji utakuwa ukiendelea. Meya wa jiji kuu la Kyiv anafahamika kama Vitali Klitschko aliongeza kuwa watoto 6 pamoja na mwanamke mjamzito ni miongoni mwa wale waliojeruhiwa. Pia huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine ilisema ya kuwa takriban watoto 2 hawajahesabiwa. Moto umeripotiwa katika majengo ya makaazi. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv anafahamika kama Taimuli Tikachenko alisema, akiongeza kuwa magari na majengo ya kibiashara yameathiriwa kabisa na mashambulizi hayo. Vifusi vilivyoanguka vimepatikana karibu na jiji hilo, Tikachenko alisema, ambaye pia aliweza kuelezea shambulizi hilo kama amani ya Urusi katika utukufu wake wote. Vitongoji vya huko Shevichekivinsky, Holosivinsky, Sviatoshinsky na Podolensky vya Kyiv viliathiriwa moja kwa moja na mashambulizi hayo. Kiwango kamili cha uharibifu pia uliosababishwa na makombora hayo na ndege hizo bado zinabainishwa, ambako wahudumu wa kiafya katika jiji lote wanawajibika katika eneo la tukio hilo. Usiku kwa mkia siku ya leo, Urusi iliweza kurusha makombora ya kilenga maeneo mbalimbali ya nchi kujibu shambulio hilo. Jeshi la wanahewa la Poland pia iliweza kuvamia ndege za kivita za washirika ili kulinda anga ya nchi hiyo dhidi ya makombora ambayo yanaweza kupotea katika ardhi ya Poland. Hakuna habari iliyopatikana mara moja kuhusu matokeo ya kurusha kombora la ziada la Urusi. Urusi imekuwa ikilenga mara kwa mara miundombinu ya kiraia tangu kuanza kwa vita vyake vikali dhidi ya Ukraine mnamo mwezi Februari ya mwaka 2022. Licha ya taarifa ya mashambulizi ya Urusi usiku kwa mkia leo au siku ya leo Aprili 24, na hii pia ni taarifa kuhusu idadi ya vifo na majeruhi ya watu ambao walijeruhiwa au kufariki dunia kutokana na mashambulizi ya Urusi katika siku iliyokwisha kupita, ambako mamlaka za eneo kutoka nchini Ukraine zimeripoti leo ya kuwa mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yalisababisha vifo vya watu 13 na kuwajeruhi wengine 97 kote nchini Ukraine. Vikosi vya Ukraine viliweza kuangusha ndege takriban 64 kati ya 145 aina ya Shahedi na ndege nyingine zisizo na rubani pamoja na makombora 48 kati ya 70 yaliweza kurushwa na Urusi usiku kucha. Jeshi la wanahewa limeweza kuripoti hivyo, ambako Urusi ilitumia makombora ya ballistic ya Iskander-M au modeli ya Korea Kaskazini, yani KN-23, makombora KH-101, makombora ya Kalibri na makombora ya KH-59/KH-69. Ndege zisizo na rubani 68 zilitoweka kwenye rada bila kusababisha uharibifu wowote,
Kulingana na taarifa hiyo, pia ndege zisizo na rubani ambazo hutoweka kutoka kwa rada kwa kawaida huwa ni za udanganyifu, ambako Urusi huzindua ndege hizo pamoja na ndege zisizo na rubani ili kuelemea ulinzi wa anga wa Kiev. Urusi pia ilishambulia jiji la Kharkiv kwa ndege zisizo na rubani na makombora mara 24 usiku kucha na kumjeruhi mtu mmoja. Meya Ihor Terekhovi alisema mashambulizi hayo yaliweza kuharibu majengo ya makazi ya orofa mbalimbali, zahanati, shule, hoteli na makampuni ya viwanda. Watu wengine 4 walipata majeraha kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi karibu na Kupiansk na Chuchuhiv katika jimbo la Kharkiv. Gavana Oles Nobovi aliweza kueleza hivyo. Mtoa huduma wa kwanza alijeruhiwa katika shambulizi la Urusi la kushambulia mara 2 katika eneo la Zhytomyr. Huduma ya dharura ya serikali imeripoti hivyo. Katika oblast ya Khmelnytsk Magharibi, shambulio la Urusi lilisababisha kujeruhi watu 2 akiwemo mtoto. Gavana Sehile Tiureni alisema na kuongeza kuwa sehemu ya usambazaji wa gesi, majengo 2 ya makazi na jengo la ghorofa ziliweza kuharibiwa. Watu 2 walijeruhiwa katika jumuiya ya Nedrhailiv huko mkoani Sami kutokana na shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi, mamlaka imeripoti hivyo. Watu 3 pia waliuawa katika miji ya Kostiantynivka na Sloviansk huko mkoani Donetsk. Gavana Vadym Filashkini alisema na kuongeza kuwa watu 7 zaidi walijeruhiwa katika eneo hilo katika siku iliyokwisha kupita. Huko mkoani Kherson, vikosi vya Urusi viliweza kulenga makazi takribani 39 ikiwa ni pamoja na kituo cha eneo cha Kherson. Mwanamke mwenye umri wa miaka 81 aliuawa na watu wengine 10 kujeruhiwa. Gavana Oleksandr Prokdeny aliweza kueleza hivyo. Pia nikiachana taarifa ya mashambulizi ya Urusi huko nchini Ukraine, naye katibu wa habari wa ikulu ya White House kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Caroline Levitt alisema ya kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaelekea upande mbaya katika mazungumzo ya amani katika kumaliza vita dhidi ya Urusi. Kwa bahati nzuri, Rais Zelensky anaonekana kuelekea kwenye njia mbaya, Levitt alisema kwa wanahabari nje kidogo ya ikulu huko Washington. Mapema siku hiyo, rais wa Marekani Donald Trump alidai hakuna mtu anayemwomba Zelensky kuitambua Crimea kama eneo la Urusi, lakini kama anataka Crimea, kwa nini Ukraine haikupigania miaka 11 iliyopita kupita, huko kukiwa na ripoti ya kwamba Washington inaweza kutambua Crimea kama ya Urusi katika mpango wa amani unaowezekana. Levitt aliweza kurudia matamshi awali ya Trump akibainisha kuwa Ukraine haitaombwa kutambua Crimea kuwa ya Urusi. Kama vile Rais Trump alivyosema kwa usahihi katika taarifa hiyo, ni aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama ambaye aliweza kuiruhusu Urusi kunyakua mwaka 2014, na kwa hivyo rais haombe Ukraine kutambua Crimea. Hakuna aliyewauliza wafanye hivyo. Katibu huyo wa habari alibainisha kuwa Trump anataka Ukraine na Urusi zifanye makubaliano na kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Anachoomba ni watu kuja kwenye meza ya mazungumzo wakitambua ya kuwa hiyo imekuwa vita ya kikatili kwa muda mrefu sana, na ili kufikia makubaliano mazuri pande zote mbili zinapaswa kuondoka bila furaha. Levitt alimsuta Zelensky kwa kuzungumza na vyombo vya habari akidai kuwa mazungumzo hayo yanapaswa kuwa ya faragha.